tumeweza kufuzu kwenda kwenye mashindano ya dunia tunayotegemea kuyafanya mwezi wa 8 Tunisia. Lakini zaidi hapo bado pia tunashiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa, zaidi ya sisi kama nchi kupewa kuwa mwenyeji wa kuandaa mashindano ya Jumuiya ya Madola. Kwa hivyo tunajivunia mchezo huu tukiamini kabisa kwamba uwekezaji utakaofanyika hapa baada ya mafunzo haya utaweza kuleta tija kubwa na matokeo makubwa. Mchezo huu bado unaendelea kuwa ni fursa kubwa upande wa ajira. Hapa tunapozungumza, vijana wamemaliza usaili wa majeshi pale Morogoro. Nafikiri tunatambua kamati maalum ya jeshi la wananchi kila mkoa, sina hakika kuhusu Simiyu, lakini walikuwa wakitafuta vipaji kwenye maeneo ya michezo kama mitatu, maana volleyball, netball pamoja na handball. Tunapozungumza, vijana wengi wamechukuliwa. Faida ya kupitia michezo ni kwamba kunakuwa hakuna njia nyingi kufikia kwenye ajira. Kwa hiyo na sasa hivi mkurugenzi wa michezo kwa jeshi la wananchi ameelekeza walau sasa kila taasisi iweze kuwa na timu. Kuna fursa kubwa sana imefunguka. Sasa nadhani ni wakati mwafaka kuendelea kutumia fursa hiyo kuweza kufanya vizuri. Ualimu wa mchezo ni jambo moja, kujua utaalamu na kuweza kufundisha. Lakini kwa sababu tunalea wanafunzi, tukajielekeze pia katika principles za malezi. Malezi ni muhimu. Ukishindwa katika eneo la malezi, sio rahisi mzazi anakuamini. Mzazi asipokuamini, jamii nzima haitakuamini. Isipokuamini, utapata wakati mgumu sana kuwapata watoto wa kuwatumia. Nazidi kusisitiza, mwende mkawe wazazi wa pili kwa wanafunzi na wanamchezo wake. Unapokuwa mzazi wa pili, tafsiri yake ni kwamba zaidi ya mzazi wake, wewe unakuwa unazitambua changamoto za mtoto kwa kushirikiana na mzazi wake. Mzazi atakuona ni sehemu ya mzazi wa mtoto huyu na atakupa ushirikiano mkubwa sana, ikilinganisha na mahala ambapo unataka kumtumia mtoto na kumtelekeza. Wakati mwingine kwenye mazoezi yetu wanachafuka. Wakati fulani mara moja, chukua majukumu ya wazazi kwa kutumia kipato chako kidogo. Share nao sabuni, share naye mafuta. Wale wazazi watakuthamini. Lakini uwape ushirikiano kwa kuhakikisha kabisa kwamba lengo kubwa la mtoto ni kumwendeleza kielimu. Akishaendelea kielimu, haya mengine yanakuwa ni rahisi. Kwa mkawasimamie kule mashuleni. Usipende kumtumia mtoto katika michezo unashindwa kumsimamia katika eneo lake la taaluma. Nenda kuwe mwalimu wake wa darasani, lakini zaidi kuwa mzazi pia, unaivaa usika wa pili pale darasani. Unakuwa naye karibu, jisikie uchungu anapoanguka. Zaidi ya hapo, na watakieni heri na watakieni utendaji mwema kwenye majukumu yenu. Tukutane wakati mwingine. Asante sana. Kabla sijamruhusu mwenyekiti kwa ajili ya kumwinua mwanamichezo kusema jambo lolote, niwaalike tusikilize taarifa fupi ya mafunzo yetu.